Msikilizaji, ni sehemu ya pili na ndio sehemu ya mwisho ya simulizi hii ya Lizzy, japo inamhusu Richie. Kwa hiyo tunazidi kusonga mbele, na sehemu ya kwanza tulipoishia ni baada ya Lizzy kuonekana kwamba kwa sababu amemkataa mtoto wa mdogo, basi akatimliwa na kutakiwa kulipa pesa. Umeona? Kwa hiyo Richie akasema kwamba hiyo pesa atamlipa huyo mdogo wake. Kwa hiyo Richie akamchukua Lizzy na kwenda naye nyumbani. Richie anasema tulifika nyumbani kwangu na nikamwelekeza sehemu ya bafuni ili akaoge kidogo. Sasa alipotoka nilibaki na mkodolea macho. Alikuwa amevaa shati langu, mapaja yake yalionekana wazi kabisa. Alikuwa anatafuta chaji ya simu. Kipi kilichoendelea msikilizaji? Tusonge mbele. Langu jina ni Lucas Lumbas. Sasa binti alisema naweza kupata chaji. Simu yangu imezima tangu jana usiku. Nilimpatia chaji, akaichaji na kuiwasha. Dada yangu alinipigia sana, sijui hata kuna nini. Niliingia chumbani ili kumpisha. Hakupoteza muda, akampigia dada yake. Na hisi alimwambia kilichotokea. Nilikuwa chumbani lakini nilisikia alichokuwa anaongea. Samahani dada, nilikuwa busy na simu yangu ilizima. Vipi hali ya mama kwa sasa? Natamani kuja leo lakini muda umeenda sana. Nitakuja basi kesho. Mama kwanza yuko salama? Lizzy aliendelea kuuliza, kisha akasikiliza kwa makini. Nadhani dada yake alimwambia kuhusu mtu aliyesaidia, lakini Lizzy bila kujua ni mimi alianza kulalamika. Sasa hivi dada, hivi nikwambia mara ngapi usipokee msaada huyo mtu jamani? Ulishindwa hata kukopa pesa dukani mimi nikaja kulipa. Siku hizi hakuna cha bure dada, nahisi kabisa ni next wangu. Afu huyo mtu ni hatari sana. Kama unataka niangamie basi endelea kupokea vitu vyake. Tafadhali sana dada, naomba nielewe vitu vya mwanamume haviendagi hivi. Afu huyo mtu ni ex. Yaani unajua unaniweka kwenye wakati mgumu sana. Mimi sina cha kumlipa huyo haramia. Akija tena nijulishe, nije mwenyewe nyumbani. Lizzy aliongea kwa hasira. Alipomaliza alikata simu. Alikuwa amekasirika. Nilimfuata sebeni, nilitaka kumwambia ukweli, lakini kabla sijafanya hivyo, nikapigiwa simu na mama mdogo. Sauti ya mama mdogo ilisikika kwamba Richie, mdogo wako amekamatwa. Yupo kituo cha polisi. Nikuuliza nini kimetokea? Mama mdogo akaniambia alikuwa amelewa sana. Nasikia alifanya fujo ba. Nikasema sawa mama mdogo, usiwe na wasiwasi. Na kwenda kwa sasa hivi. Yupo kituo gani? Sasa baada ya mama mdogo kuniambia, nilichukua koti langu, nikamwaga Lizzy. Kabla sijatoka, nilimwagizia chakula ndipo nikatoka. Sasa nilipofika kituoni, afanda aliniambia kesi inayomkabili Joel. Nikamtolea dhamana pale. Baada ya hapo nilizungumza na mlalamikaji kwa kuwa sasa hakukuwa na tuhuma nzito. Nilimshawishi afute kesi na tukamlipa fidia hasara aliyopata. Sasa Joel alitolewa rumande akiwa bado amelewa sana. Nikamrudisha nyumbani. Mama mdogo alimpokea na kumpeleka chumbani kwake. Sasa usiku huo mama alikuwa tayari amelala. Sikutaka kumsumbua. Niliingia chumbani kwangu nikakusanya vitu vya Lizzy na kuviweka ndani ya mkoba wake. Kabla sijaondoka, mama mdogo alinifuata nje na kuniambia kwamba umeona hali ya Joel Haya yote ni kwa sababu ya Lizzy. Huyu binti sijui ana kitu gani. Mimi sijawahi kumuona Joel akiwa mnyonge kiasi hiki. Kwa sauti ya tulivu nikamwambia mama mdogo ni swala la muda tu, atazoea. Sio kila mwanamke lazima mpende. Mama mdogo akasema kwa nini unamtetea sana Lizzy? Mama mdogo alinitazama kwa mshangao, na alipoona nimebeba mkoba wa Lizzy, alihisi jambo na kuniuliza kwa mashaka. Akaniambia kwamba umempeleka kwako? Richie, unaweza kuniambia kinachoendelea? Nikamwambia tutaongea kesho mama mdogo, sasa hivi na haraka. Mama mdogo ananiambia Richie, mimi sio mtoto. Nilijua nampenda, lakini ulikataa kila mara nilipokuuliza. Basi hata kama ni hivyo, ungemwambia Joel mapema. Umetufanya sote tuonekane wajinga, si ndio? Nisamehe sana mama mdogo, hata mimi sikupanga hayo yote. Ilitokea tu. Yani kama ningejua mna mahusiano, mimi nisingemwambia maneno yale makali. Sasa sijui atanionaje sasa. Hilo ni kosa langu mama mdogo. Usijali. Kila kitu kitakuwa sawa. Unamjua vizuri Lizzy kuliko mimi. Ukiongea naye vizuri atakuelewa. Sawa nitajaribu, lakini ungelala hapa basi, Si salama kuendesha usiku huu. Mama mdogo alikuwa sahihi kwa sababu muda ulikuwa umeshasonga sana. Lakini hata hivyo niliingia kwenye gari bila kujiuliza mara mbili. Nikawasha na kuanza safari. Hii ndio nguvu ya mpenzi msikilizaji. Mimi sijawahi kuendesha gari saa 6 usiku, lakini leo niliweza.
Kila nikimfikiria Liz yuko nyumbani kwangu ananisubiri, nilihisi furaha ya ajabu. Nilikuwa nimewasha redio kwenye gari na piga nyimbo za mapenzi, kichwa nacho kinatingisha tu, yani kinatingishika polepole, nikienda na biti ya hizo nyimbo. Msikilizaji, hebu niambie ukweli tu. Huko ndo kupenda au mwenzenu nimeanza kuchanganyikiwa? Kama hayo ndo mapenzi basi yana nguvu ya ajabu sana tu. Kutoka kwa mamdogo hadi nyumbani kwangu kawaida huchukua nusu saa hadi dakika 40. Lakini usiku huu barabara ilikuwa wazi, kwa hiyo nilitumia dakika 15 tu. Nilipofika niligonga mara moja, nikafungua mlango. Cha kushangaza, niliondoka muda mfupi uliopita lakini nyumba ilikuwa imebadilika kabisa. Sebule ilikuwa safi, kila kitu kimepangwa kwa mpangilio. Aisee msikilizaji, kubali kataa. Mwanamke ni mwanamke tu. Nilisimama nikishangaa sebule yangu. Nikanyata hadi chumbani. Nilimkuta Liz amelala, akiwa amevaa shati langu, mapaja yake akiwa wazi, pozi lake lilikuwa la kichokozi sana. Nijikuta na tabasamu kimya, nikasema, "No, huyu mtoto ananitega." Nijisema hivyo nikasema, "Aisee, na anajua nitakuja kabisa, alafu analala hivi. Kama sio chokozi nini?" Anabaki amelala. Basi mimi nilivua nguo zangu, nikaingia bafuni, nikaoga vizuri na kupiga mswaki kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa, kwa sababu siku bado mrefu, lolote linaweza kutokea. Nilipotoka nilijifuta maji, nikapaka mafuta, kisha nikavaa bukta tu. Jamani msikilizaji, usisahau kifua changu japokuwa si cha mazoezi ila kina mvuto. Kabla sijapanda kitandani, nilivuta kiti na ukaa karibu yake. Nilimtazama kimya. Aisee, nilimpigia saruti muumbaji, hajakosea. Alimpendelea sana. Liz yuko vizuri. Nitamani kumshika, nikasita. Simuogopi ila mapigo ya moyo yaliongezeka kila nilipomkaribia. Baada ya kumtazama kwa muda, niligundua hakuwa amelala, yalikuwa ni maigizo tu. Nilicheka kimoyomoyo, nikaanza kupapasa nywele zake, mashavu yake. Mimi sikuishia hapo. Nikamchumu shavuni. Hata hivyo hakufumbua macho. Nikasogea zaidi, nikamchumu mdomoni. Tena mara 3 mara 4 hivi akafumbua macho, akasema, "Rich, unafanya nini?" "Nitaka uamke tu, unajua hujalala." "Umejuaje kama sijalala?" "Kwa sababu siku zote huwa unakoroma." Nilimjibu kwa utani, lakini huo ndio kweli msikilizaji. Liz alikasirika. Hakuna mtu ambaye anapendaga kuambia kwamba unakoroma. Amnani ni kama kitendo fulani hivi cha aibu Kwa hiyo aliamka kitandani, akachukua shuka na kuanza kutembea kuelekea mlangoni. "Sasa unaenda wapi sasa?" Nilimuuliza nikimzuia kwa kumshika mkono wake. Akasema, "Naenda kulala sebuleni, sitaki kupiga makelele." "Liz, no tani tu bwana, rudi ulale." "Sio tani. Najua hilo ya kwamba nina tatizo hilo." "Kwa jina la Mungu kabisa, mimi sikukusudia kukuudhi unajua. Hata hivyo nimeshazoea." "Usijali Rich, nakuelewa." "Hapana Liz bwana." "Liz, hujanielewa bwana. Kuna jambo tunapaswa kulizungumza. Kuna hisia fulani vinapata nikiwa na wewe. Kwa nini tusizungumze kuhusu hilo?" "Rich, tafadhali, tutaongea kesho. Ni usiku sana, hata umechoka, nenda ukalale." "Uko sahihi, nimechoka ila kuna kiungo kimoja kijachoka kabisa. Kama huamini basi niruhusu basi nikuonyeshe." Nilimkonyeza kwa utani, nikishika kitu mbele ya pensi yangu. Sasa akaniambia kwamba, "Hebu acha utani bwana, nenda kalale." Alisema huko kitabasamu. Angalau alikuwa hana hasira tena. "Liz, sikutani, kweli siwezi kulala bila wewe." Basi nimshika mkono, nikamrudisha kitandani, akakaa. Nami nikakaa pembeni yake. Kwa mara nyingine nilimuona akihisi aibu. Alishindwa hata kunitazama. "Liz, acha hizo basi. Unajua wewe ndio uliyenicheka nilipokuwa mstaarabu. Alafu unanitega mwenyewe. Hivi sasa unawezaje kulala kitandani kwa mwanaume ukiwa hivyo?" "Naomba nisamee, sikujua kama hivi unanichukuliaje? Umenizoea kiasi kwamba unaniona kama kaka kwetu Liz? Sio kila siku ni Jumapili. Leo niko vibaya, sidhani kama nitakuacha salama." Niliona Liz akitoa macho. Huenda alikuwa ananishangaa. Sijawahi kumuonyesha upande wangu. Na hisi alikuwa ananiona kama boya asiye na hisia. Nikamuona anakosa amani, hivyo nikawa mpole kidogo. "Liz, usiogope, mimi nakutania tu. Kama uamini nipo tayari kwenda kulala sebuleni." Najifanya kuchukua mto, lakini nilikuwa namjaribu. Liz akaingia kwenye mfumo, akasema, "Usiende bwana, unaweza kulala tu hapa, kitanda ni kikubwa sana." Nikasema, "Bingo." Nilifurahi sana, nikazima taa kubwa. Nikabaki sasa mwanga mwekundu wa taa ndogo. Nikapanda kitandani, nikajifanya mstaarabu sana. Nikalala upande mwingine. "Hivi Joel anaendeleaje? Uliweza kumtoa?" "Ndio, yuko nyumbani sasa hivi." "Nimefanya kazi nzuri."
Hakika wewe ni kaka bora. Nimefanya tu kazi yangu. Au samahani, nilisahau kuwa wewe ni mwanasheria. Lazima usahau, lakini utanikumbuka siku ukiwa kwenye matatizo. Usahau kunitafuta. Kaka yako nipo, nitakusaidia. Lakini kwa mujibu wa sheria ya mwaka 92 kifungu cha 20B, hata wewe una hatia. Kwa kosa gani? Kosa la kuteka moyo wangu. Itakubidi uieleze mahakama umwezaji kuwa mzuri namna hii. Hivi unajua tabasamu lako na macho yako vinawatesa wanaume wangapi? Eliza alicheka sana, tena akinipiga kifuani kwangu. Hakujua kama mwenzie nilikuwa na enjoy anavyonigusa. Kweli Richie, unajua mimi sikujua kama una masiara hivi, alisema kwa akiendelea kucheka. Alipotulia, nikamshika mkono nikamwambia kwa sauti ya mkazo kwamba sikutana Lizzy, wewe ni mzuri sana. Lizzy akanitazama kwa hisia kali. Ukimya ukatawala chumbani. Baada ya muda akaniambia kwa upole kwamba asante kwa kila kitu kakangu kipenzi chwale sasa. Alisema kisha akageuka akinikumbatia. Tena akikumbatia shuka, akaniwekea mgongo. Ananikwepa Nilinua mkono nikitaka kumshika nikasita. Nikaamua sasa na mimi nilale tu, nikiutazama mgongo wake kwa matamanio. Dakika kadhaa zilipita bila hata dalili ya usingizi. Nilikuwa najigeuza tu kitandani, unajua tena ile hako kasitosha sijika alishawahi kukukuta, yani mwendo watu kujikuta kusinzia sio kusinzia, kupumua sio kupumua kueleweki. Alafu sasa kuna watu wanavunga kwamba eti washapita na usingizi, utasikia tu kumbe ile jicho liko wazi. Sasa hata Lizzy alikuwa ametulia. Nilijua tu kuwa hajalala kwa sababu mimi ningeweza kugundua kama angekuwa usingizini. Basi na mimi nikajifanya jigeuza usingizini sasa nikamsogelea na kumkumbatia mgongoni. Lizzy akaushika mkono wangu na kuweka vizuri ili nimkumbatie zaidi. Nilihisi amani na utulivu, lakini shida ilikuwa kwenye bukta yangu, yani mushadede. Nikahisi kama umemgusa Lizzy. Sikuwa na namna kuzuia bwana. Nilidhani baada ya kumbatia Leila ningeweza kulala kwa utulivu, lakini ilikuwa kinyume chake. Niliteseka. Kumwachia sikutaka. Na mshedede hatulii. Niliishia kuhema kama mbuzi. Na Lizzy alikuwa akijisogeza nyuma ili kunikwepa. Basi na mimi nikao sasa najisogeza kuelekea kwenye nyashi. Uzalendo ulinishinda. Nikaanza kumtouch taratibu. Mwanzo niliofia atanizuia, lakini hakufanya hivyo. Mambo yalinoga zaidi pale Lizzy alipokamata mkono wangu na kuweka kifuani kwake. Kuna kale kawimbo kalinijia kichwani, yani kimoyomoyo nikawa najimbia tu, mtoto kauta, mtoto kauta, mtoto kauta, mtoto kauta, huyo mtoto. Tidindindi. Unajua sisi wanaume msikilizaji ambao hatuna bahati sana kwa wanawake, tukipata nafasi huwa tunaitumia vizuri. Yani nilikuwa ni kama fisi kaachiwa bucha. Mimi sikuwa na pupa, nilikuwa najua ninachokifanya. Baada ya kumlainisha nikamgeuza, na nilipomtazama mtoto alikuwa ameiva tayari kwa kuliwa. Namna alivyokuwa analalamika kimaaba ndiko yani ndo kulikozidi kunipagasha kabisa. Tulienda raundi mbele za uhakika. Haikuwa show ya kitoto, yani kama angekuwepo shahidi basi angetumia wiki 2 nzima kuelezea tukio lilivyokuwa. Hakika ulikuwa ni usiku wa kipekee sana. Basi ilifika asubuhi, kulikuwa kuna utulivu wa ajabu. Niliamka pembeni ya mwanamke mrembo zaidi duniani. Nilihisi nimekamilika. Nikajiona kana kwamba Eliza ni wangu tayari. Taratibu nilimboost kwenye paji la uso. Unajua msikilizaji, kila nikitazama midomo yake naifananisha na lollipop. Natamani kuilamba muda wote. Nilimpiga busu la kichokozi, akajigeuza. Akafumbua macho, alihisi aibu na kujificha kifuani kwangu. Nikamkumbatia. Mwamkaje mrembo wangu? Kwani kumeshia kucha? Ndio, ni saa 1. Lakini natamani leo tusitoke kabisa. Mungu wangu, nimeshachelewa. Usiku nini kuniamsha? Lizzy alalamika huku akurupuka na kushuka kitandani. Nikamwambia kwa nini sasa nikuamsha wakati najua hauna kazi kwa sasa? Richie, nikwambia leo nitaenda nyumbani kwetu mapema. Hali ya mamangu sio nzuri na muda huu kupata usafiri ni shida sana eti. Lizzy alisema huku akitokomea sasa akiingia bafuni. Nami niliamka nikaandaa nguo zangu vizuri. Lizzy alipotoka bafuni alianza kujiandaa kwa haraka ili aondoke. Nikasogea alipo. Nikamshika bega na kumwambia kwamba huna haja ya kuwa na hofu ukiwa na mimi, kwa sababu nitakupeleka mpaka kwenu. Nilimwona Lizzy akitabasamu. Akaniambia, Richie, nashukuru kwa msaada wako, lakini huna sababu ya kujichosha wakati unatakiwa kwenda kazini. Usijali kuhusu kazi yangu. Ofisini unajua kuwa naumwa.
Hata hivyo nilipanga kukupeleka tangu jana. No, sidhani kama kuna ulazima. Hata hivyo bado mapema, magari bado yapo mengi tu. Eliza alijitahidi kunikwepa, lakini ilikuwa ni wazi kwamba alikuwa anajisumbua tu. Nikamkazia macho nikamwambia kwamba au hutaki nikapajue nyumbani kwenu? No, hapana. Yaani mamangu ni mtata kidogo na hofu. Kwa hiyo nitakutambulisha kama nani. Kazi ndogo sana hiyo. Wewe nitambulisha kama ulivyomtambulisha yule jamaa mfanya biashara. Nani Oscar? Yule hajawahi kufika hata nyumbani kwetu. Yaani siku niliompeleka alishia kupatazama tu kwa mbali. Hakutaka hata kushuka kwenye gari. Kwa nini alifanya hivyo? Unajua nyewe watoto akishua kuna mazingira hamwezi kukaa hata dakika moja. Ndio maana nakwambia usijisumbue. Acha kunifananisha na huyo bwege. Nimeshasema tunaenda. Rich, sikiliza, sio watu wote wenye bahati ya kuzaliwa kwenye familia zenye uwezo kama ilivyo kwako. Wengine maisha tuliopitia yamesababisha tuishi ndoto za watu wengine. Kwa hiyo ni vyema kama ukaendelea na ratiba zako. Kama unasema hayo ili nibadilishe mawazo, unajisumbua. Umesikia? Hiyo ndio ratiba yangu leo. Alafu unawezaje kuondoka kwa boyfriend wako kabla haujamwandalia kifungua kinywa? Bwana, mwache masiara basi, usio muda wake Rich na haraka. Nilikuwa nimeshapiga hatua kuelekea bafuni, lakini baada ya kauli yake nikarudi nikamwambia unamaanisha nini Lizi? Rich jamani, kulala na mimi usiku mmoja haifanyi sisi tu wapenzi. Kauli yake ilikata mudi yote niliyokuwa nayo. Nikawa mnyonge, nikamtazama na kumuuliza ina maana tulichokifanya hakina maana kwako? Acha kuniangalia hivyo. Sasa unataka niseme nini? Wakati Joy hata kunitongoza Rich zaidi tu ya kuniona kama malaya mwenye tamaa. Hujawahi kuniambia kama unanipenda. Rich, sikiliza, huna haja ya kujisikia hatia na kuanzisha uhusiano usio na lazima. Tulifanya kwa sababu tu miemko na hilo halimaanishi kwa tunapendana. Aisee, maneno ya Liz aliniumiza sana. Mimi sikutarajia kabisa, ila nikamwelewa. Sasa mimi nilikuwa napeleka mambo haraka haraka wakati yeye anataka tuwe rasmi. Alitaka nianze kumtongoza. Akishanipa jibu, hayo mengine atafanyaje? Yatafuatia. Hata mimi sikujua kama itakuja kuwa hivi, ila baada ya kulala naye ni kama amezidi kunivutia na kujikuta na mhitaji sana. Lakini kufikisha hilo kwake imekuwa ni vigumu sana. Nikaona isiwe tabu, nikafanya kama anavyotaka. Sawa Lizi, nimekuelewa. Je, utaweza, yani tunaweza kuwa marafiki? Nilimuuliza huko sasa nikimpatia mkono. Nilimwona kibabaika, hakutegemea. Sijui alidhani nitapiga goti na kumuomba wewe mchumba wangu. Hanipa mkono kishingo upande. Ni ngumu sana kumuelewa mwanamke, msikilizaji. Sasa Liza akaniambia kwamba tayari sisi ni marafiki. Alisema huku akiutoa mkono wake kwa haraka. Ni wazi ya kupenda. Alinuna kabisa. Sasa girlfriend wangu, hebu nisubiri basi nikaoge alafu nikupeleke kwenu. Nilimwambia huku nikimshika bega lake. Nilimuona kitabasamu baada ya kusikia nimemuita girlfriend. Nilipotoka bafuni sikumkuta. Nilidhani ameshaondoka, jambo lilonitia huzuni sana. Nikaanza kuvaa haraka haraka nikiwa sana matumaini nitamkuta nje. Mtu mwenyewe mgeni huku alafu anaondoka, sasa itakuwaje akipotea? Nilalamika huku hasira sasa imenikaba. Wakati niko kwenye harakati za kuvaa ndipo Lizi akaingia na kunikuta kifua wazi, tukatazamana nase. Alitoa macho kwa mshangao lakini akavunga na kuangalia pembeni. Amsimani, nitaka kuuliza lipo sukari. Alisema hivyo kisha akaufunga mlango haraka. Unajua msikilizaji, nilibaki na cheka tu. Yaani huyu mwanamke ameanza kuniogopa baada ya show ya jana ama? Sio siri, nilifurahi sana kuona kwamba hajaondoka. Nikamalizia kuvaa haraka haraka kisha nikatoka mpaka sebleni. Ajifanya yuko busy na simu yake, hakunitazama. Tulitoka pamoja na kuingia kwenye gari. Kabla hatujaanza safari ya kwenda kwao, nilimpeleka kwenye mgahawa ninaopenda kula. Tukanywa chai kwanza. Tulipoingia tena kwenye gari akanielekeza mahali pa kwenda. Mimi sikuhitaji maelekezo mengi, nikaanza kuendesha. Tulipofika mjini nikaingia maeneo ya sokoni. Kabla tujashuka aliniuliza kwamba Richi, kwa nini tumekuja huko? Tunaenda kununua vitu. Mimi siwezi kwenda ukweni mikono mitupu bwana. Wewe umesemaje wewe? Nakutania bwana, usipaniki. Bwana, hayo masiara yako yaishie huko sokoni. Mamangu ni mkali sana. Usinitishe basi. Najua utafurahi kuniona. Tuliingia sokoni, nikamwambia achukue anachodhani kinafaa. Lakini alionekana kutokujiamini. Ilibidi nianze kuchagua mwenyewe. Nilinunua ndizi, nikachukua viazi, tukachagua kuku wakatengenezwa pale pale bila kusahau matunda. Liza alikuwa ananishangaa tu.
Baadaye tukaingia dukani, nikachukua sukari, ngano na sabuni. Rich, inatosha. Sasa unajua mimi siwezi kukulipa. Nilimtazama nikamwambia hata mimi siwezi kukulipa kile ulichonipatia jana usiku. Aliponiangalia akainama kwa aibu. Maana niliongea kwa sauti afu kwa kuna watu karibu. Nikatabasamu, nikabeba mifuko na kuelekea kwenye gari. Tulipoweka mizigo kwenye buti, tukaingia bwana. Kamsogelea kumfunga mkanda. Liza alikuwa ananitazama kama mtu anayetamani kusema jambo. Nilipomaliza nikamtazama usoni, nikamwambia sema chochote kabla sijafanya kitu cha kijinga. Nimwambia hivyo nikimaanisha kwamba nikizidi kumtazama nisingeweza kuvumilia. Lazima ningemkisi kwenye lipsi zake laini. Unajua nakosa maneno mazuri ya kuambia, yani sijui najisikiaje. Dada yangu atafurahi sana akiona hivi vitu, lakini najua mama yangu atanifikia kwa sababu yako. Lizi, usijali, nitajitambulisha mwenyewe. Sisi ni marafiki. Hofu ya nini? Nilijibu sasa nikijifunga mkanda. Safari iliendelea huku stories zikiendelea. Lizi aliingiza mkono kwenye mfuko wa sweta lake, akatoa kopo dogo la ice cream alionunua. Akafungua na kuanza kunilisha kwa kijiko huku sasa na yeye anakula. Nilidhani umemnunulia mtoto. Kwa hiyo unajiona mkubwa. Umesahau kabisa kama jana nilikubeba. Basi tulianza kucheka, utani wa hapa na pale ulileta burudani ya kipekee. Wakati mwingine nilikuwa namtazama na yeye ananiangalia kwa furaha. Kuna wakati alinilisha kwa bahati mbaya nikajipaka ice cream. Liza alinipa tissue nijifute. Nikafanya hivyo lakini sikuweza kufanya yote. Ndipo akaamua sasa kunifuta mwenyewe na kidole chake. Baada ya hapo akalamba ile ice cream aliyotoa pembeni ya mdomo wangu. Kitendo hicho kilifanya sasa nikazubaa mpaka Lizi aliponiita akaniambia, Rich, angalia mbele bwana, tuko barabarani. Nirudisha akili yangu barabarani, lakini kila nilipopata nafasi nilimtazama. Lizi aliendelea kula ice cream tena kwa furaha sana. Basi safari iliendelea. Msikilizaji, nidhani tumepata ajali hamna? Safari iliendelea. Tukaiacha barabara kubwa tukaingia mtaani. Niliendesha umbali kidogo, Lizi akasema simamisha gari hapa. Ingawa tulikuwa tujafika, nilisimama tu. Mimi sikutaka kubishana naye asije akajua na pajua. Nilipanga iwe kama surprise tutakapofika kwao. Baada ya kusimamisha gari, Lizi aliniangalia na kuniuliza kwamba nilidhani mitaa itakuchanganya, lakini unaenda bila hata kuniuliza ni wapi. Wala ichanganyi sana. Nimeshazoea kupita sehemu kama hizi. Rich, inaweza kueleza kitu? Kuna mtu anapeleka vitu nyumbani kwetu na kumsaidia mama yangu. Nilidhani ni Oscar. Lakini jana nilipomuuliza vizuri dada yangu, alinitajia sifa za huyo mtu. Ni tofauti kabisa na Oscar. Alisema anaitwa Boy. Kitu kinachonitatiza ni kwamba kuna siku nilimsikia mama yako akikuita jina hilo. Na sasa unaendesha kama unajua unakwenda. Hebu naomba niambie kweli, ni wewe ama? Nilishindwa kujibu. Ukimya wangu ulimpa jibu. Rich, sitakuamini, ulipajuaje nyumbani kwetu? Na kwa nini ni wewe? Sikuwa na cha kuficha tena, ilinibidi nifunguke tu. Na kwa sababu nakupenda Lizi. Unajua sijaanza jana. Nilikuwa na siku ya kwanza pale dukani kwa mama mdogo na tangu siku nilikupenda. Sijakurupuka, umenivutia kwa muda mrefu sana. Lakini baada ya kukataa ulinichukia sana, si ndio? Nakumbuka unataka kunifukuza kwenu. Kuna mstari mwembamba sana kati ya upendo na chuki. Mimi ni binadamu. Niliumia pale uliponikataa. Lakini hiyo haiwezi kuondoa hisia nilizonazo kwako. Lizi alinikumbatia huku akisema kwa sauti iliyojaa hisia ya kwamba hujui hata ulichokifanya. Sauti yake ilikuwa ni ya kulia. Nikamtoa kwenye kumbato, nikamfuta machozi, nikamwambia, kwa nini unalia Lizi? Mimi hata sijui. Rich, umefanya kitu ambacho nikikwambia ni huwezi kuelewa. Jana dada yangu aliniambia yote uliyofanya. Mama na dada wanakusifia kila nikiongea nao. Nilikuwa na hofu kwa sababu nilidhani ni Oscar na sikuwa na mpango kurudi kwake. Nimegombana dada yangu kuhusu kupokea vitu vyako. Sijui hata niseme nini, lakini umempa furaha ambayo mimi sikuweza kupatia. Usiku uliondoka ghafla, mimi sikujua kama umeenda kumsaidia mama yangu. Rich, umefanya kitu kikubwa sana, ni sijui hata nitakulipa vipi. Lizi, sitaki unilipe. Na wala usijihisi una deni kwangu. Mimi nifanye kama rafiki. Kama utanipenda, nipende kwa moyo, si kwa sababu ya hayo niliyofanya. Naipenda familia yako, ina watu wema na wakarimu. Sisi ni marafiki. Kama vile ulivyomsaidia mama mdogo, na mimi nikafanya kwa mama yako. Kwa hiyo kuwa na amani. Na kama labda utataka kuwa na mtu mwingine, mimi nitakuelewa. Ninachotaka ni kuona uko na furaha.
Yaani nataka nikuone kwamba una furaha hata bila mimi. Maneno hayo yalinitoka mwanaume. Liza alitabasamu, akanikumbatia kwa muda, akaniachia, akafunga mkanda, safari ikaendelea. Namna alivyokuwa ananitazama ni kama haamini nilichomwambia. Ukweli ni kwamba msikilizaji, kama atampenda mtu mwingine nitaumia sana, lakini sasa mimi siwezi kumlazimisha anipende. Tulipofika dukani nikapaki gari tukashuka. Kitendo cha kushuka tu, yule kijana wa dukani alinisalimia kwa jina la boy. Liza alicheka, akazunguka nyuma ya gari, akaanza kushusha mizigo. Yule kijana alikuja kutusaidia pale. Tulipoanza kuelekea kwao akaniambia kwamba naona umeshakuwa mwenyeji sasa. Nikamwambia kwamba kidogo tu. Basi tulipofika nyumbani, dada yake Lizi alitupokea kwa furaha sana. Hadi mama aliyekuwa ndani akauliza kwamba kuna nini huko. Akajibiwa, mama, leo mvua itanyesha, boy na Liza wamekuja pamoja. Msikilizaji, Naomi ni mcheshi sana. Japo ndo aliyejibu hivyo, yani ukikaa naye lazima ucheke tu. Sasa tuliingia hadi sebleni alipokuwa mama yao. Tulimkuta akiangalia mahubiri, tukamsalimia pale. Kisha tukakaa kwenye sofa. Basi Naomi aliniita nje akaniambia, boy, hebu njoo mara moja. Hata Liza mwenyewe alishangaa namna dada yake alivyonizoea. Basi nilipofika kwenye chumba alichokuwa Naomi, aliomba nimsaidie kupanga vizuri mfuko wa sukari. Nikamsaidia pia na vitu vingine. Huko akiniuliza, boy, nini kinaendelea? Hivi unajua Liza alinilaumu sana kuhusu wewe. Akaniambia nisipokee kitu chochote kutoka kwako. Mimi nidhani nakuchukia. Sasa nashangaa kuona pamoja. Nadhani unamfahamu mdogo wako alivyojeuri. Hakuwa tayari nimsaidie. Kwa hiyo imekuwaje sasa leo mpaka ni mnacheka pamoja? Hata mwenyewe sijui nini kimempata leo. Basi tunaendelea kupiga story huku tukicheka. Si unajua tena watu wanene huwa hawakauki na furaha Lizi alipotoka ndani akaingia jikoni. Akanikuta namsaidia kazi Naomi. Alizidi kushangaa sana. Akasema kwamba Rich, yani hautabiri kabisa. Naona sasa umekuwa mwenyeji kuliko mimi hapa ndani. Naomi akauliza kwamba kumbe una jina zuri hivyo? Sasa kwa nini ulitaka tukuite jina la kitoto? Kabla sijamjibu, Liza alidakia kwa haraka akasema alitaka mumdekeze kama mama yake. Bahati mbaya ameingia kwenye mtumbo wa vibwengo na sasa hivi anaosha mboga. Alimaliza kwa kucheka sana huku anarudi ndani. Sasa nilipotoka jikoni nilikwenda kukaa na mama yake kibarazani kwenye mkeka. Yaani ungeniona ungedhani mimi ni mtoto hapo. Nikamuuliza, unaendeleaje mama? Dawa unatumia vizuri? Mama akaniambia, siwezi kuacha mwanangu. Kila nisipojali afya yangu basi nitajali muda na pesa zako. Umejitoa sana kunisaidia, kwa hiyo sijui hata nitakulipa nini kijana wangu. Akasema, mama, mimi sikufanya hilo nilipe. Hilo ni jambo dogo sana. Kilicho muhimu ni afya yako. Wakati huo Lizi na Naomi walikuwa jikoni wakipika. Tulikuwa tunawaona kwa uwazi kwa sababu mlango wa jiko ulikuwa wazi. Nilikuwa namwangalia Lizi alivyokuwa bize anamenya viazi huku anaongea na dada yake. Sasa mama akauliza kwamba, hivi unamwonaje binti yangu? Mama aliuliza na swali lake likanifanya niache kumtazama Lizi. Nikasema, nani Lizi ama? Mama akaniambia, unajua vizuri kabisa simzungumzii Naomi. Nikamjibu, hayuko vizuri. Nilimjibu kwa upole tu, sasa nikiwa sielekei kumtazama usoni. Mama akasema, najua kama unampenda. Hilo swali halikunipa nafasi ya kupumua. Yaani sikulitarajia kabisa kutoka kwa mama yake. Nilitamani ardhi ipasuke nijifiche. Nikasema, hapana, ndio nilijaribu kumwambia lakini alihitaji muda na mimi sitaki kuharakisha mambo. Haya, sio mbaya. Jibu lake lilinifanya nishushe pumzi. Nikarudi kwenye hali ya kawaida. Nikamgeukia na kumuuliza kwamba, lakini wewe unamjua mwanao? Kwa unavyomuona unahisi anaweza kunipenda kweli? Mama akajibu, sio kwamba anaweza. Ninavyomuona tayari anakupenda. Eliza wangu ni mcheshi sana, lakini leo yuko tofauti. Kama usingekuwa hapa, angekuwa amefungulia muziki mkubwa, anaimba huku anapika. Mama alisema hivyo huku tukicheka kwa sauti. Eliza alitoka jikoni akiwa na bakuli 2 za supu. Akampatia mama yake, kisha nyingine akanipa mimi. Basi mtoto wa Naomi aliporudi kutoka shule,
Nilikwenda naye dukani kwa mshikaji wangu mmoja hivi. Tukanunua vinywaji vya kutosha kisha tukarudi nyumbani. Chakula kilipoiva, waliandaa pale kwenye mkeka. Lizzy aliniwekea kiti cha plastiki ili nikalie. Lakini mimi nilitaka kukaa nao chini. Lizzy alinipakulia chakula, nikakaa karibu na Naomi. Msinishangae msikilizaji, nina tabia za kizungu. Mambo ya mila mimi siyajui. Mwenzenu nimezaliwa mjini. Kwa chakula kilikuwa kitamu mno, nikajikuta namsifia Naomi. Wakati niliona Lizzy akipika, yakaibuka mabishano kuhusu nani mkali wa kupika kati ya Lizzy na dada yake. Ilikuwa ni burudani kweli kweli. Familia hii ina furaha sana msikilizaji. Nilizoea haraka sana, yani mpaka nikaanza kuhisi yani kama niko nyumbani. Baada ya chakula, wengine waliingia ndani kuangalia tamthilia. Mimi nibaki nje na yule dogo tukicheza mpira. Baada ya muda nilitoka pembeni kupokea simu ya kazi. Niliporudi nikamkuta Naomi akimbembeleza dogo ambaye alikuwa analia. Nikauliza nini kimetokea, mbona analia? Junior akasema kwamba mpira wangu. Alisema kusasa machozi yakimtirika, akionyesha juu ya paa la nyumba. Sasa Naomi akajibu ya kwamba karusha mpira juu ya bati, nimejaribu kumtolea nimeshindwa. Alijibu hivyo kusasa akimbembeleza. Nikasema usijali dogo, nitakutolea. Nilisema kusasa nikianza kupanda kwenye mti ulio karibu na paa. Naomi akasema kwamba angalia huo mti una miba mikali sana. Nilifanikiwa kupanda na kutoa mpira. Lakini ile miba ilinichoma vibaya sana. Nikavumilia. Wakati nashuka, Lizzy alikuwa anatoka ndani. Aliponiona juu akauliza kwa mshangao, "Richo, unafanya nini huko juu?" Naomi akamjibu kwamba alikuwa anatoa mpira wa mtoto. Lizzy akasema, "Sasa jamani dada, si unajua huu mti ulivyo na miba? Sasa kwa nini sasa umeacha pande?" Naomi kwa utulivu akasema, "Boy sio mtoto bwana. Sasa kwa nini una wasiwasi hivyo?" Lizzy akasema, "Haya vipi kama akiumia huko juu?" Haya sio mambo yake kabisa. Huyu ni mwanasheria." Naomi akashtuka akasema, kumbe boy ni mwanasheria." Lizzy akasema, "Yaani ulikuwa unapokea vitu vyake na hujui kazi anayofanya? Dada, utakuja kukaribisha majambazi nyumbani." Naomi akasema, "Ile sio kosa langu. Yale tuambia ni dereva." Lizzy akasema, "Haya wewe dereva, shuka haraka." Lizzy alisema kwa kejeli na mimi nikacheka. Niliposhuka, Lizzy alinitazama kisha akaona damu kwenye mkono wangu wa kushoto. Haraka akaushika, akauangalia kwa makini. Lizzy akaniambia, "Hebu ona ulivyoumia, umefurahi sasa?" Lizzy alimgeukia dada yake kwa hasira. Alichukua maji akaanza kuniosha kidonda. Nikamwambia, "Lizzy, ni padogo tu bwana, hata hapaumi." Lakini hakutaka kusikia. Aliendelea kunisafisha kwa makini, kisha akanipaka dawa huku sasa akipuliza kidonda taratibu kwa upole. Naomi akasema, "Kumbe boy wewe ni msomi. Bora hata ulinificha. Yaani kama ningejua wewe ni mwanasheria, nisingekupa ile kazi ya kupasua yale magogo." Sasa Lizzy alishangaa akasema, "Dada, nini?" Alishangaa kitazama mzigo wa kuni pembeni ya jiko. Kisha akaniangalia kwa mshangao akauliza, "Wewe ndio uliyepasua yale magogo yote?" Kabla sijajibu, Naomi aliongea akasema, "Nashangaa unavyomdekeza hapo. Wakati kila akija anakuwa mkombozi wangu. Kazi zote ngumu ananisaidia bila hata kulalamika." Lizzy akasema, "Dada, hebu acha mzaa basi. Hebu acha mzaa na unisikilize. Huu ni mwanasheria. Nishakwambia punguza uvivu. Kama huwezi kufanya tafuta njia nyingine, usirudie kumpa Rich kazi kama hizo." Naomi akajibu, "Bwana, usichokijua ni kwamba boy hapa ni kama kwao. Yeye mwenyewe hajalalamika." Lizzy akasema, "Hivi, unajua familia anayotoka huyo? Au unataka kumtengua tu uti wa mgongo?" Basi Lizzy aliendeleza lawama zake pale. Wakati wote wanabishana, mimi nilikuwa naangalia tu, nikitabasamu. Nilivutiwa na namna Lizzy alivyoonyesha kujali. Ilikuwa ni zaidi ya maneno. Alinionea huruma. Naomi akasema, "Eti boy, nikikuomba unisaidie kuingiza ile madumu ya maji utakataa?" Nikamwambia, "Amri yako moja tu boss." Nijibu kwa mkwara kimzaa, jambo lilomfanya Naomi acheke kwa nguvu. Sikujua kama Lizzy hakupendezwa nalo. Lizzy akasema, "Dada, hebu acha kumtesa mpenzi wangu." Maneno hayo yalimtoka Lizzy bila kutarajia. Tukashangaa wote. Hata mimi nilidua, sikutegemea kabisa kama tungeiva. Naomi akauliza kwa mshangao, "Hivi kumbe ni mpenzi wako?" Lizzy akasema, "Hapana dada, namaanisha ni boyfriend wangu." Naomi akasema, "Haya nimeelewa." "Umeelewa nini sasa?" Jamani, sasa ulikuwa unakataa nini sasa? Dada wote kwa tumeelewa vibaya. Yaani boyfriend ni rafiki wa kiume. Ambaye ni mpenzi wako, si ndio? Tena ngoja nikwambie mama, najua atafurahi sana." Naomi alisema akinuka kwenda ndani. Uso wake haukuonesha kama anatania. "No dada, hapa no sendo dada, nakuomba." Lizzy alishika dera la dada yake na kumzuia kwa nguvu.
Ndio jamani, dada si nimesema tu kwa bahati mbaya tu jamani, dada sio kweli. Unahisi mimi ni mtoto eh? Nijua tu yeye ni wapenzi. Siku ya kwanza boy alikuja na mizigo tele. Akanisaidia mpaka kazi. Nilipompigia simu moja tu usiku, akapokea na kuja kumsaidia mama. Alilala hospitali usiku kucha, akalipia matibabu na kununua kitimwendo kwa ajili ya mama. Kwa hiyo mimi nitakuwa nikichana nisipoelewa kuwa hiyo ilikuwa ni nguvu ya mapenzi. Sawa dadangu kipenzi, basi umeshinda. Naomba bwana usiende, hili jambo ni zito. Kwa hiyo huwezi kumwambia mama namna hiyo. Lizzy aliendelea kumbembeleza Naomi kwa sauti ya upole, huku akimshika mkono na dera lake. Sasa mimi na Junior tulikuwa tunacheka sana namna wanavovutana. Mama yao aliposikia sauti zao akauliza tokea ndani, akasema kuna nini huko nje? Lizzy kwa sauti ya juu akajibu, hamna kitu mama, tunacheza tu. Naomi alikazia, hapana mama, Lizzy ana jambo lake. Huku sasa akijitahidi kuingia ndani. Lizzy akasema, dada jamani, dada usimwambie dada, mimi nakuomba bwana. Ni saa tu bwana, unaweza kumpa kazi yote, sikuzui tena. Naomi akasema, hata usingeniambia, boy hawezi kuacha kunisaidia, labda tu umzuie asije hapa. Lakini kuhusu ile jambo, lazima mama ajue. Naomi alisema kwa msimamo mkali sana, kana kwamba tayari alishatoa hukumu. Sasa Lizzy akaita Rich, njoo basi unisaidie. Lakini mimi bado nilikuwa nacheka, nguvu hata sikuwa nazo. Basi mara Naomi bwana adondoke chini, na alivobonge sasa Lizzy naye anamdandia mgongoni kumzuia asisoge. So waliangushana chini wakaanza kucheka. Mimi na Junior tulicheka hadi machozi. Baada ya kumbembeleza sana, Naomi alikubali kwa sharti moja. Kabla tujaondoka tuhakikishe tunajaza maji kwenye pipa. Lizzy alikubali. Hapo ndipo niligundua jinsi Lizzy anavyomheshimu mama yake. Nadhani kwa binti mwingine angekubali tu, lakini swala kama hilo linahitaji heshima sana. Wakati anaelekea bombani nilimfuata. Tulichota maji huku sasa tukimsema Naomi kwamba ni mvivu na ni mjanja tu. Alituambia hata vyombo tuoshe. Yaani alitunyoosha kweli kweli. Mpaka muda wa kuondoka kila mtu alikuwa hoi na kila kitu kilikuwa safi. Kwa bahati nzuri Naomi alikuwa ametoka kidogo, hivyo Lizzy alijiandaa haraka kwa ajili ya safari. Tuliingia kwenye gari huku sasa tukicheka kwa furaha. Lizzy akasema, ni siamini kama tunaondoka. Yule mwanamke angetuua na kazi. Anyway, lakini ametuchangamsha. Napenda utani wake. Dadako ni mtu mzuri sana, yani huwezi kuchoka kumsikiliza. Vipi mkono wako? Lizzy aliuliza kwa upole. Nikautazama mkono. Nilikuwa nimeshasahau kabisa kama nina kidonda. Sikumjibu, badala yake nilimnyoshia mkono aone mwenyewe, huku nikitamani kudeka kidogo. Kwani bado panauma? Ndio panauma. Pole, patapona usijali, alisema kisha akaubusu mkono wangu kwa upole sana. Unajua hata hapa panauma pia, alisema nikionyesha kidole kwenye shavu langu. Lizzy tabasamu akasogea na kunichoma. Niliona kama mchezo. Nikamwonyesha na shavu lingine, nikamwambia na hapa panauma sana. Lizzy alipokaribia kunibusu nikageuza uso, akajikuta amenibusu mdomoni. Tukabaki tunatazamana tu kwa mshangao wa kimaba. Hisia zilikuwa mbali. Mara hii nikambusu mimi, busu moja tu likazaa mengine mengi. Tulianza kubadilishana mate, tulizama kwenye mahaba. Tulisahau kabisa kama kioo cha dirisha upande wa Lizzy kilikuwa wazi. Nyie mtaendelea kufanya ujinga hapo au niwape kazi nyingine? Sauti ya Naomi ilitushtua sana. Tuliachiana kwa haraka. Alikuwa amesimama nje ya gari akitabasamu. Hasa niliwasha gari huku nikimpungia mkono Naomi kwa heri. Lizzy akasema, yaani sijui umewezaje kumzoea. Dada yangu anapenda umbea kuliko kula. Lizzy alisema hivyo, tukacheka kwa pamoja. Msikilizaji, ilikuwa ni siku nzuri. Tulikuwa na furaha kweli kweli. Ngoja nikupe siri msikilizaji. Tena sana mwanaume, ukimtongoza mwanamke akakwambia umpe muda afikirie, usimlazimishe. Yaani usianze ujibu no. Kama anakupenda utajua tu hata kabla huo muda hujafika. Matendo ya Lizzy yalisema yote. Nilichokuwa nasubiri ni neno moja tu kutoka kwake, nakupenda. Basi tulipokuwa barabarani, nilipokea simu ya kazi. Nilihitajika haraka ofisini. Nilimfikisha Lizzy nyumbani, kisha nikaoga na kujiandaa kwa safari ya kwenda kazini. Nilipokuwa natoka, Lizzy alikuwa sebuleni. Tulizungumza huku sasa akinisikia tai na kunifungia. Utachelewa kurudi? Kwani umeshaanza kunimisi hata kabla sijaondoka? Hapana, mimi nataka tu nikuandalie chakula.
Hapana Lizzy. Hapana kabisa, kwa leo umefanya kazi nyingi sana, kwa hiyo relax. Nikitoka kazini basi tutaenda sehemu nzuri na utakula unachotaka. Sawa, lakini tusichelewe sana maana kesho natakiwa kazini. Yaani kwamba umeshapata kazi sehemu nyingine ama? Nimuuliza kwa mshangao sasa nikimshika mkono wake kwa upole sana. Samahani, nilisahau kuambia, niliongea na bosi wangu, yani mdogo wako. Aliniomba nirudi dukani, kwa hiyo sikuweza kumkatalia. Ninyamaza kwa muda nikimtazama Lizzy. Kisha nikamuuliza kwa sauti ya chini ya kwamba kwa hiyo umemsamehe kirahisi hivyo? Mdogo wako ni mtu wa kwanza kuniamini, alisema kwa sauti ya utulivu. Alinitendea wema. Mimi siwezi kusahau namna alivyojitolea kumsaidia mama yangu hospitalini wakati hakuna ndugu wala rafiki aliyenisaidia. Na sina deni kwake, hata singeniomba tayari nilikuwa nimeshamsamehe. Kitu alichofanya mzazi yote angeweza kukifanya kwa ajili ya mwanae. Unajua ni Lizzy, wewe ni mwanamke wa kipekee sana. Kadri ninavyozidi kukujua ndivyo ninavyozidi kukupenda. Nilimwambia sasa nikimkumbatia kwa upendo. Nilihisi furaha isiyoelezeka. Hata nilipofika kazini nilikuwa kwenye mudi nzuri sana. Nilishughulikia kesi ya mteja aliyoshindwa kuhudumiwa vizuri na mfanyakazi mwenzangu ambaye pia ni rafiki yangu wa karibu. Baada ya kuweka mambo sawa, rafiki yangu aliingia ofisini akiwa na vikombe viwili vya kahawa. Akaniambia kwamba naona siku hizi uko vizuri sana. Alisema akinipatia kikombe kimoja, nitabasamu tu bila kusema neno. Mwanangu, na hakika kuna mwanamke nyuma ya hilo tabasamu Hujakosea kabisa kaka. Nilimjibu sasa nikisimama, nikavaa koti langu na kusema kwamba lakini leo nimechoka sana. Hata hivyo nikimfikiria tu napata nguvu. Kwanza nimeshammisi, acha niwahi. Nilimkabidhi baadhi ya nyaraka, akaniambia Richie, fanya wewe sasa, usianze mambo ambayo yani si unajua ukimchunguza sana bata hautaweza kumla. Nimekupata kaka, nilisema sasa nikiaga. Rafiki yangu alikuwa sahihi msikilizaji. Nimechelewa kuoa kwa sababu mimi napenda sana kujihakikishia kabla sijafanya maamuzi makubwa. Hata wanawake wengine pia wanachelewa kuolewa kwa sababu vigezo vinakuwa vingi sana, masharti mengi sana, kulinganisha kwingi sana. Kwa hiyo kama nisingemchunguza Agi, mimi nisingejua kama alijihusisha na mdogo wangu. Ilikuwa ni moyo yeye. So nilipotoka ofisini nilikutana na Joel nje. Nilimuuliza kwamba unafanya nini hapa? Tena nimuuliza kwa mshangao sana. Akasema kwani siruhusiwi kumtembelea kakaangu? Sio kwa namna hii, simu zipo. Kwa hiyo ingekuaje kama tu usingenikuta? Bro, tuachane hayo. Muhimu ni kwamba nimekuta. Hata hivyo nilikuwa busy, nilipanga kukutafuta kesho, lakini si mbaya. Uko hapa sasa hivi. Basi tulitembea kidogo hadi sehemu ya vinywaji karibu na ofisi, tukaketi na kuagiza. Lastibuni wa familia, unapenda sana kutuweka roho juu. Siku nyingine tafakari kwanza kabla hujasababisha matatizo. Nilimwambia kwa masiara baada ya kumuona amekunja sura. Mimi natumani kushukuru lakini siwezi kwa sababu wewe ndio chanzo cha hayo yote. Unataka kunilaumu kwa makosa yako, Kwani mimi nilikutuma uandae sherehe ya pete kwa mwanamke uliyemwona siku moja tu? Baada ya mimi kuzungumza hivyo, aliniambia kwamba bro, ulimsaidia Lizzy baada ya mama kumfukuza. Unaweza kuniambia kwa nini ulifanya hivyo? Swali lake lilikuwa ni rahisi sana msikilizaji, lakini jibu lake lilinibana. Nichukua glasi na kunywa mvinyo wote. Bado sikumpa jibu alilotaka. Nikamimina kinywaji kingine. Joel akasema kwa nini ukuniambia kama unampenda? Unajua ni fedha kiasi gani nimepata? Joel aliuliza kwa ukali. Nikamwambia samahani, hata mimi mwanzo sikuwa na uhakika na hisia zangu hadi nilipojiridhisha kuwa nampenda. Nimjibu kwa unyonge tu. Joel akaniambia uhakika inamaanisha ulinitumia mimi kupima hisia zako, si ndio? Yule binti alinikataa mbele ya marafiki zangu. Unajua nilivyojisikia? Joel, huna haki ya kunilaumu. Kwa sababu kabla hamjakutana nilikuonya. Nilikwambia nimebadilisha mawazo, lakini hukunitilia manani. Joel alinitazama kwa hasira, akagonga meza kwa nguvu akasema lakini ukuniambia kama unampenda. Nikamwambia hivi unanilaumu kwa sababu ya kumsaidia au kwa sababu alikukataa? Hebu niambie bwana, nilipi kati ya hayo? Joel akaniambia kwa nini usikubali makosa yako? Baada ya hapo ulimpeleka nyumbani kwako, si ndio? Aya, katana hilo. Nivuta pumzi, nikatafakari pa kwanza. Nikamwambia ni kweli nampenda. Nilipa na deni lake. Ni kweli nilimpeleka kwangu siku ile, lakini hiyo haimaanishi kuwa tuna mahusiano.
Joel aliyekuwa amekasirika ghafla alianza kucheka akasema, "Hey, kwa hiyo unataka kuniambia kwamba nyinyi si wapenzi? Mnalala nyumba moja wawili tu na hakuna kinachotokea?" Nikamwambia, "Ina maana uniamini ama?" Kama iliwezekana tulipokuwa nyumbani, nitashindwa vipi sasa? Tena tunalala vyumba tofauti. Msikilizaji, sikujua kama mada ilibadilika saa ngapi, lakini Joel aliacha hasira na kuanza kunionea huruma. Akaniambia, "Wewe jamaa una pepo yako. Kwa nini hujamwambia kama unampenda?" "Anajua, lakini mpaka leo hajajibu. Bado anafikiria." Joel alicheka sana. Basi tulianza kumjadili Lizi na tabia zake. Joel akasema, "Samahani kaka, mimi nidhani Lizi amenikataa kwa sababu yako, kumbe hata wewe hakupendi." "Hajanikataa, amesema nimpe muda." "Kaka usiwe mjinga, huyo demu hakupendi, anakutumia tu." "Kwa nini unasema hivyo?" "Sasa kama angekuwa nakupenda angekuonyesha tangu mwanzo." "Bro, ngoja mimi nikwambie, hata wanawake huwa wanahisia. Umeona kama ilivyo kwetu na wao wanahisia pia. Kama ungekuwa unamvutia siku zote, yani mlizokuwa pamoja chumbani, lazima angeshaonesha ishara yoyote." Kumbe huenda bado yuko na yule jamaa yake. Umeona sasa? Bro, mimi nakwambia binti anatumia udhaifu wako kujinufaisha tu, alafu baadaye anaponda rana bwana wake. Kwa makini bro. Joel alinipa ushauri wake bila kujua kwamba maneno yake yalinipa uhakika kuwa Lizi ananipenda kweli. "Siwezi kukata tamaa kama wewe. Mimi nitamfanya wewe wa kwangu. Hii taarifa nakupa mapema, kwa hiyo usije kunichukia baadaye." "Mimi siwezi kukuchukia bro, naona amekuteka kabisa. Hata Agnes mwenyewe hukumpenda kiasi hiki." "Na kuhakikishia Jo, yule binti tamuoa." "Kila heri kaka, lakini usisahau furaha yako ni muhimu zaidi." Joel alisema huku akinishika mkono. Tulimaliza mazungumzo yetu pale, tukapiga story kidogo kisha tukaagana. Nilimwangalia akiingia kwenye gari lake na kuondoka. Nilimpungia mkono kwa sasa nikicheka kwa ndani. Hakuwa anajua kwamba ushauri wake umenithibitishia zaidi kuwa Lizi anavutiwa na mimi. Basi nilipoingia kwenye gari langu, nikaanza kukumbuka jinsi Lizi alivyokuwa ananitega kwa maneno na matendo yake. Kabla sijarudi nyumbani, niliamua kupita dukani kwa mama mdogo kumjulia hali. Mama mdogo akasema, "Nimefurahi kuona mwanangu. Nidhani hautakuja tena hapa." Nikamwambia, "Siwezi kuwa na kinyongo na wewe mama. Hata hivyo uliyemkosea ni Lizi, na jambo zuri ni kwamba amekusamehe." Mama mdogo akaweza kwa mshangao, "Amekwambia hivyo?" Nikasema, kila mtu hufanya makosa na anastahili kupewa nafasi nyingine." Basi mama mdogo akajibu ya kwamba Lizi hata hivyo ana moyo safi sana na anaipenda kazi yake. Tangu ameondoka mauzo yameshuka sana. Natamani tuendelee kama zamani. Na zilikuwa ni hasira tu. Hata yeye najua atakuwa anafahamu ya kwamba mimi nampenda. Nikamjibu anakupenda pia na kesho atarudi kazini kama kawaida. Mama mdogo akasema, "Unasema kweli?" Mama mdogo alionekana kuchangamka. Akasema kwamba nilipoongea naye sikutarajia kama atakubali kurudi. Basi nilipotoka nilitembea dukani kidogo. Dada mmoja alinisalimia kisha akaniuliza, "Eliza anaendeleaje?" Nikajibu yuko vizuri. Nilimjibu sasa nikimtazama vizuri. Alikuwa ni rafiki yake Lizi, niliyemuona siku niliyomchukua Lizi. Nilimuonyesha picha ya Lizi aliyoposti akitangaza gauni moja. Nilipenda sana ile picha, nikaamua kuihifadhi. Sasa nikamuomba aniletee gauni kama hilo. Hakuchukua muda, akaileta size sawa na lile ambalo nimemuonyesha pamoja na rangi vile vile. Nikalipia kisha nikaondoka. Wakati natoka nilimwona Oscar amesimama nje ya gari akitazama dukani tu. Nilihisi hasira. Nikasema, "Huyu fala kafuata nini hapa?" Nilihifadhi mfuko wa nguo kwenye gari kisha nikamfuata nikamwambia, "Oya, kuna kitu unatafuta?" Akajibu, "Ndio, namsubiri mpenzi wangu." Nikamwambia, "Mpenzi wako?" Nirudie kwa hasira lakini nikajituliza. Nikamwambia, "Hii sehemu inamilikiwa na mama yangu. Na wajua wafanyakazi wote. Naweza kukusaidia kumuita, niambie jina lake." Akaniambia, "Naitwa Eliza." Nikamwambia, "Kumbe Lizi. Rafiki yangu sana huyo, ila kwa sasa ameacha kazi hapa." Jamaa akasema, "Da, sikujua hilo wewe, lakini umesema ni rafiki yake?" Nikamwambia, "Ya, tunaelewana sana." Akaniambia, "Poa, kwa hiyo unaweza kujua alipo?" Nikamwambia, "Ndio, ingawa mimi sina uhakika kama tutataka kuona." Jamaa akanijibu ya kwamba, "Haya, naelewa. Unajua tulikofishana kidogo tu na hataki kuniona. Lakini naomba msaada wako. Wewe ni mwanaume, kwa hiyo unaelewa wanawake jinsi walivyo. Nataka kumuomba msamaha. Tafadhali bro, naomba unisaidie."
Asema maneno yake alinikera sana. Nitamani kumwambia ukweli lakini bado sikuwa na mamlaka kusema kuwa Liz ni wangu. Hivyo nikubali kumsaidia. Nikampatia anwani ya eneo ambalo nitaweza kumkutanisha na Liz. Oscar alifurahi sana. Alipoingia kwenye gari lake, alinishukuru mara kadhaa. Mimi nilihisi unyonge. Nisogea kwenye gari langu na kuanza safari ya kurudi nyumbani. Lakini ule uchangamfu wote ulikuwa umetoweka, hofu ilitanda moyoni. Nilipofika nyumbani, ilikuwa tayari ni usiku umeingia. Nilimkuta Liz amekaa kwenye sofa akichati na simu yake. Aliponiona tu, aliweka simu pembeni, kisha akaniangalia kwa tabasamu hafifu na kuniambia kwamba karibu mpenzi. Nikamwambia asante. Nilimjibu kwa sasa nikimkabidhi mfuko wa nguo. Nikasema kwa sauti ya kawaida, nenda ukavae twende. Liz alipokea mfuko, akaweka mezani kwa taratibu kisha akanifuata hadi chumbani. Alisimama mbele yangu, macho yake akiwa yamejaa wasiwasi. Akaniambia, "Rich, uko sawa kweli?" Nikamwambia niko sawa, nahisi uchovu tu. Nilimjibu nikijaribu kujificha nyuma ya tabasamu hafifu. Akasema kwamba nilijua tu, ndio maana nikapika. Hatuna hata haja ya kutoka leo. Unahitaji kupumzika. Nikamwambia kwamba hapana Liz, lazima twende. Liz akasema, "Rich, sikiliza, huna haja ya kujilazimisha. Mimi niko sawa kabisa, hata huo mtoko sio lazima bwana, tunaweza kuahirisha tu." Nikamwambia kwa kweli wewe, unataka kunisikiliza mjua? Ni kwa faida yako, lazima tuondoke. Niongea kwa ukali kidogo. Sauti yangu ilibadilika na Liz alionekana kushtuka sana. Akasema, sawa, asante kwa zawadi." Ajibu kwa sauti ya chini kama aliyekata tamaa. Asami alianza kubadilisha nguo wakati Liz akiingia bafuni kuoga. Nilivaa jeans nyeusi, fulana ya blue bahari hivi na sneaker nyeupe safi tu. Baada ya muda kidogo, Liz alitoka kuoga akiwa amevaa lile gauni nililomnunulia. Alikuwa amependeza sana. Moyo wangu uliuma, nitamani asingelivaa gauni lile kwenye siku ngumu kama hii. Aliingia kwenye gari akiwa na tabasamu jepesi usoni. Akaketi pembeni yangu. Niliwasha gari kimya kimya bila kusema neno. Akasema kwamba, "Rich, asante kwa zawadi. Umejua kunipatia." Alisema kwa uchangamfu lakini hata mimi sikumjibu. Nilihisi hasira ndani yangu, yani zikilipuka kimya kimya. Lakini sikutaka kumwambia ninavyojisikia. Akauliza kwamba, "Rich, kuna nini kimetokea kazini?" Nikamwambia hapana, niko sawa. Akasema, "Hauko sawa lakini ni sawa tu kama hutaki kuniambia." Alisema hivyo. Baada ya hapo aliwasha redio na kuweka muziki kupitia simu yake. Tulipofika hotelini, tukashuka na kuingia ndani. Liz alitangulia mbele. Akachagua sehemu tulivu tu. Tulipoketi, mhudumu alifika na tukaagiza vinywaji. Macho yangu yalikuwa yanazunguka kumtafuta Oscar. Na kweli nilimuona akiwa mbali na tayari alikuwa ametuana pia. Hakupoteza muda, alianza kuja upande wetu. Moyo wangu ulikuwa unadunda kwa hofu sana. Nilihisi kama naenda kumpoteza mwanamke ninayempenda kwa dhati. Oscar alipofika kwenye meza yetu, alitusalimia. Liz alipomwona uso wake ulijaa mshangao na kumuuliza kwamba umefuata nini hapa. Oscar alinipa mkono, tukasalimiana kama washikaji. Kisha kanambia, "Bro, asante sana." Nikamjibu sijali. Nilimwambia sasa nikitabasamu kwa unyonge. Nikasema ya kwamba hata Liz alikuwa anatamani sana kukuona. Huenda alikumisi sana. Na hapa nafasi mmalize tofauti zenu. Niliongea huko sasa nikiinuka na kunyanyua kinywaji changu. Nilimtazama Liz, macho yake yalikuwa yamejaa mshangao. Hakuelewa hata kidogo kwamba mimi na Oscar tunafahamiana. Nilitoka hadi parking, nikaingia kwenye gari. Moyo wangu ulikuwa unauma sana. Nilianza kujilaumu kimya kimya. Tayari nishamkabidhi mwanamke niliyepanga kumuoa kwa mwanamume mwingine. Nilifanya jambo la hatari kwa mwanamke ambaye moyo wangu umemkubali. Lakini pia kwa upande mwingine nilitaka uhakika kama kweli ananipenda au la. Hili lilikuwa ni jaribio langu la mwisho. Nikakumbuka maneno ya Joel aliponiambia kuwa Liz ananitumia tu. Hapo ndipo nilitaka kujua ukweli ya kwamba ninaishi na mwanamke ambaye ni ndoto zangu ama. Lakini pia nikakumbuka maneno ya rafiki yangu mwanasheria aliponiambia kwamba usipende kuchunguza sana, unaweza kujiumiza. Akili yangu ilikuwa inazunguka. Nilivurugwa ese. Nilitamani kujiridhisha kuwa napendwa, lakini kwa upande mwingine nilikuwa naogopa kumpoteza kwa ujinga wangu. Nilishusha kioo cha gari, nikalaza kiti nyuma kisha nikatoa simu yangu mfukoni. Msikilizaji, mimi sikuwa mjinga. Nilipokuwa pale mezani kabla sijatoka, nilikuwa nimempigia Liz kwa siri, halafu nikapokea simu yake bila yeye mwenyewe kujua. Halafu nikaiweka mezani. Niliongeza sauti kwenye simu yangu na sasa niliweza kuyasikia vizuri kabisa maongezi yao. Oscar alisema ya kwamba, "Liz, nilikukosea sana. Naomba unisamehe, Baada ya kutengana nimegundua jinsi ulivyo na thamani kwangu. Tafadhali sana. Tuendelee na mahusiano yetu Liz, Mimi sio kitu bila wewe.
Samani kwa kuchukulia kama wasichana wengine wa mjini. Ulikataa ofa yangu na huo ulikuwa ni ujumbe mkubwa. Wewe ni wa tofauti. Wewe ni mwanamke sahihi kwenye maisha yangu. Nimegundua nilichokuwa nahitaji ni mwanamke mwenye sifa kama za kwako. Wewe ni wife material Lizzy. Nakupenda sana Lizzy. Oscar alivuta pumzi. Aliendelea akasema ya kwamba najua nilikuumiza. Na ninajutia sana. Huwezi kuamini nimeachana kabisa na yale maisha na nimejitenga na marafiki waliokuwa wananishawishi mambo mabaya. Wewe umekuwa mwanga wangu. Kwa hiyo Lizzy umekuwa msaada mkubwa sana kwangu. Umenielekeza kwenye njia mpya. Mungu alikuleta kwangu, umeniokoa. Sitaacha kukupenda. Nimeshamwambia mama nimepata mke. Na ninamaanisha nataka nikuoe. Tutakufanya kuwa bibi harusi mwenye furaha zaidi duniani. Tafadhali Lizzy, sema kitu. Oscar aliongea maneno hayo mazito tena ya kugusa moyo. Alizungumza kwa mpangilio na utulivu wa mtu aliyefikiria kwa kina. Maneno yake yalinifanya nitetemeke. Nikahisi kabisa namna Lizzy anavyowekwa, yani ni kama anawekewa mzigo mzito wa maamuzi. Japo nilikuwa kwenye gari mbali mno, ila nilihisi kama nipo kwenye meza ile. Kiukweli, kama wewe ndio ungekuwa Lizzy, usingesita kumkatalia mtu kama Oscar. Kwanza ni mfanyabiashara maarufu, tena ni kijana mwenye muonekano wa kuvutia, na sasa kaongea kwa unyenyekevu wa dhati. Najua ingekuwa ni ngumu sana. Nilianza kukata tamaa, nikajua tayari nimeshampoteza Lizzy wangu. Nilishika chupa yangu ya kinywaji nilichokuwa nacho kwenye gari, nikapiga funda moja la kutuliza akili. Sikutegemea mambo yageuke namna hii. Nilidhani wangegombana, halafu nimchukue Lizzy tuondoke zetu. Lakini sasa alikuwa kimya, akimsikiliza tu. Baada ya Oscar kumaliza, nilimsikia Lizzy akisema simama Oscar. Kumbe jamaa alikuwa amepiga magoti kabisa. Nilichoka. Machozi yalianza kunitoka kimya kimya. Niliona kabisa nimepoteza mwanamke ninayempenda. Lizzy akasema muongea maneno mazuri sana, unastahili kinywaji. Lizzy alimuita mhudumu, alipofika akamwambia Oscar agiza chochote unachotaka mimi nitalipia. Oscar alimshukuru na kumuuliza kwa hiyo umenisamehe? Lizzy akasema Oscar nimekusamehe. Na sio hivyo tu, nakushukuru pia. Kinywaji hakitoshi lakini nataka ujue nathamini kila ulichosema. Maneno ya Lizzy yaliniumiza sana, sikutaka kusikia zaidi. Nikawa sasa natafuta namna ya kukata simu, lakini kabla sijakata nikamsikia Lizzy akiendelea kwa sauti ya upole, akasema asante kwa kuniacha. Kama usingeniacha nisingejua mapenzi ya kweli yakoje. Naomba unisamehe kwa sababu sikuwahi kukupenda. Nilishtuka. Nilisogeza simu sikioni, nikadhani labda sikusikia vizuri. Oscar kauliza unaongea nini Lizzy? Lizzy akasema utakuwa ex bora kwangu. Oscar, kwa sababu wewe ndio sababu nikakutana na mtu ninayempenda kwa dhati. Wakati nilipokuwa na wewe sikujua mapenzi nini. Nilifuata mkumbo tu. Oscar alisonya akasema unawezaje kusema hivyo Kuna tukwahi kuwa na nyakati nzuri? Lizzy akasema ni kweli tulikuwa na nyakati nzuri, lakini zilikuwa upande mmoja. Mimi sikuwa na hisia. Nilifanya hayo kwa ajili yako tu, si kwa ajili yangu. Oscar hakukubaliana naye, akasema hapana Lizzy, una hasira tu. Wanataka kuniadhibu kwa maneno hayo. Nilishusha pumzi. Nikasikiliza kwa makini. Lizzy akasema ya kwamba mapenzi ya kweli ni pale unapoumia anapoumia mwenzako na kufurahi anapofurahi. Wewe ulinisababishia maumivu bila hata kujali. Nisamehe kwa sababu hata mimi sikuwahi kukupenda. Baada ya kukuacha nimekutana na mtu sahihi. Nampenda, sijawahi kupenda namna hii. Naogopa kumpoteza. Sitaki kuwa mbali naye. Natamani tuzeeke tu pamoja. Oscar alikata kauli akasema kama unamzungumzia jamaa ya kuleta hapa na kuonea huruma sana. Huyo mtu akupendi kama unavyompenda wewe. Lizzy akasema kwa nini unasema hivyo? Oscar akasema fikiria vizuri. Kama anakupenda asingekuleta hapa. Lizzy akasema hiyo ilikuwa ni mbinu ya kivita tu. Kanileta makusudi ili tumalizane. Ngoja nikwambie Oscar, usichokijua kwa faida yako ni kwamba yule bwana kabla hajawa mwanasheria alikuwa mwanajeshi. Alishapigana vita. Alishuhudia marafiki zake wakifa mbele yake. Kisaikolojia yuko sawa. Kuua kwake ni jambo la kawaida. Huyo ni mtu hatari kupita maelezo. Kwa usalama wako tu kaa mbali na mimi. Msikilizaji. Najikuta nacheka lakini nilijizuia wasije kunisikia. Oscar alisema ya kwamba Lizzy, mimi sio mjinga, najua unanipa tu ujumbe wa vitisho ili nisikufuatilie. Lizzy akasema hako, mimi wala sikutishi. Nakujali tu, bado ni kijana mdogo. Kuna mengi yanakusubiri. Tafadhali sana, chukua simu yako, futa namba zangu. Kama kweli unapenda maisha yako, futa namba zangu. Yaani usijaribu kunitafuta tena. Fanya kama nimeshakufa. Kwa heri Oscar, nakutakia maisha mema.
Nilishusha pumzi ndefu. Nikahisi upepo mpya wa furaha. Nitamani nimkimbilie Lizi, nimbebe juu mpaka nyumbani. Nilikata simu, nikashuka kwenye gari. Nilihisi dunia inaniangalia. Nilitaka kupiga kelele kila mtu ajue nimependwa. Oya, kupenda raha. Jamani, kupenda ni kazi mno, ila ukishajua unapendwa. Sasa kuna kijana mmoja alipita karibu yangu akaniambia, "Bro, nauza makava hapa na bandika protector za simu." Nilimtazama nikiwa bado sasa kwenye mshangao wa furaha. Nikamwambia, "Dogo, njoo hapa." Aliposogea nimwambia, "Leo sitanunua chochote, ila nataka unisikilize. Ushawahi kupendwa na msichana wewe?" Dogo alitabasamu akaniambia, "Ndio, nishawahi. Mbona niulize hivyo?" Nikamuuliza, "Ulijisikiaje?" Jamaa akasema, "Nijisikia vizuri tu, nikaanzisha mahusiano ingawa ya kudumu." Nikamwambia, "Sasa leo mimi leo ndo nimegundua kuwa kuna mwanamke ananipenda kweli kweli. Wewe unaona kawaida, lakini mimi naona miujiza. Yaani hapa nipo natamani kutangaza ndoa." Jamaa akasema, "Polepole kaka, usifanye maamuzi kwa furaha ya ghafla lakini unaweza kuanza kwa kumchumbia tu. Nunua pete, zawadi na umpatie furaha." "Asante dogo, hiyo pete tayari nayo." Nilimkumbatia, nikikumbuka ile pete nilionunua zamani kwa ajili ya Agnes. Sasa itatumika kwa aliye sahihi. Akasema, "Kama ni hivyo basi nikupongeze. Acha nikupatie phone zako, utamzawadia pia." Jamaa alinitajia bei. Nikamlipa na kumwachia change. Alifurahi sana. Tukiwa bado sasa tunaongea, Liz alifika na kuingia kwenye gari. Nikamwonyesha yule kijana ya kwamba huyo ndio yeye. Dogo akasema, "Relax kaka." Mimi nijiweka sawa, nikaingia kwenye gari. Nikajifanya sijui chochote kilichotokea. Liz akasema, "Nilidhani umeshaondoka." Nikamwambia, "Hapana bwana." "Umekasirika? Ulidhani nimekuacha kweli?" "Kama uliweza kumdanganya Oscar vile, hilo haliwezi kukushinda." "Kama mimi ni Mungu basi mwalimu wangu ni wewe. Richie, wewe ni Mungu mkubwa sana. Unajua mimi sijawahi kukuambia kwamba nimemkumbuka huyo mtu. Kwa hiyo wewe hujawahi kusema uongo kabisa, si ndio?" Bora mimi sijasema uongo wa kiwango hicho. Sijui hata wewe ulikuwa unawaza nini kusema vile." Msikilizaji, njia nzima Liz alikuwa analalamika, akijifanya kama muhanga wa kila kitu. Nami nilikuwa sina mbavu. Akauliza kwa hasira, "Kwa hiyo umefurahi kuniachia msala, si ndio?" Nikamwambia, "Wewe ndio unanichekesha kwa kunilaumu wakati wewe ndio mastermind wa uongo wote." "Richie, hivi mimi nimewahi kukudanganya kweli?" Haujawahi kabisa kunidanganya. Haujawahi. Lakini nipo najiuliza, ni nani aliyekuambia nimewahi kuwa mwanajeshi?" Nilipomaliza kusema hivyo, Liz alinitazama kwa mshangao. Macho yalimtoka. Akasema, "Ulikuwa unatusikiliza?" Liz aliniuliza kwa mshangao. Tena hapo akijikagua kama anaweza kuona kama kuna kinasa sauti, akidhani labda nimemwekea kwenye pochi yake. Nikamwambia, "Nilikuacha naye makusudi. Nilitaka tu ujichanganye, uongee kwa uhuru ili nijue ukweli wa moyo wako." Liz akasema, "Hivi unajua ni zaidi ya spy Uliwezaje kutusikia?" Aliendelea kuuliza huku sasa akinikazia macho kwa mashaka. Nikamwambia, "Hiyo ni siri yangu. Lakini cha muhimu ni kwamba nimesikia kila kitu na kila neno." Liz akaniambia, "Wewe ni hatari kuliko nilivyodhani. Hadi sasa unanitia hofu." "Anyway, usijali. Hata mimi ulichosema kimeniogopesha kidogo kiasi kwamba siamini kama ulichomwambia ni kweli au ni uongo mwingine." Basi Liz ni kama aliona aibu vile. Sasa niliangalia upande wake kisha nikarudi kuangalia mbele tukiendelea na safari. Nikamwambia, "Aibu ya nini sasa?" Akanambia, "Wewe ndio sababu nikaachia hisia zangu kiasi kile. Nikaongea mambo ambayo hata sikuwahi kufikiria kama nitaweza kuyaweka wazi." "Kwa hiyo unajutia, si ndio?" "Hapana, kwa sababu kila neno ambalo limetoka kinywani mwangu lilikuwa la kweli katika vile ambavyo nilikuwa naamini." Kumbe. Richard, kesho mimi nitarudi kuishi kwa rafiki yangu." "Kwa hiyo umepanga kunitoroka ama?" "Hapana, ila sio sahihi kwa sasa, mimi kuishi kwako sio sahihi." "Unaogopa nini sasa? Au kuna mtu amekwambia kitu?" "Mimi siogopi, ila mimi sitaki tu uanze kunichukulia poa kwa sababu ya maneno yangu." "Lakini bado hujaniambia kama unanipenda kweli au bado uko njia panda." "Richard, nakupenda." Alizungumza hivyo. Nikamwambia, "Nini?" "Richard, nakupenda, wewe unajisikia?" Alisema kwa kicheka, kwa sauti ya utani, lakini maneno yalikuwa yameshatoka. Na sikuhitaji kitu kingine. Niliyoyasikia na nifaa. Nikamwambia, "Basi sawa, chukua zawadi yako." Nilisema nikimkabidhi boksi la earpods.
Alilichukua kwa mshangao na kusema kwamba asante, ngoja nizikague nisije nikakuta umeweka kinasa sauti kingine. Alifungua box kwa utani, lakini ghafla sura yake ikabadilika, akasema Rich, nini hiki? Aliuliza kwa mshangao, akinionyesha pete niliyoweka ndani ya box hilo. Nikasema ya kwamba inawezekana yule jamaa alichanganya na pete pia. Nisema kwa kujifanya na shangaa. Akaniambia, inaonekana gharama sana, lazima hatairudia tu. Hebu geuza gari basi twende tukairudishe. Nikamwambia, lakini hatujaiba ujue. Rich, hivi uko serious? Kwa unataka kubaki nayo? Aliniuliza kwa macho makubwa ya mshangao. Nilipogundua ni kama yupo serious kwamba tuirudishe, nikapunguza mwendo. Nikamgeukia sasa kwa sauti ya utulivu kabisa. Nikamwambia, Elizabeth Masalu, uko tayari kuolewa na mimi? Kisha nikatazama mbele kama vile nimeuliza swali la kawaida. Rich, unajua una masiara sana wewe, alisema kusasa kicheka. Hakutaka kuamini alichokisikia. Alitazama ile pete kwa makini sana. Kisha akanigeukia, akaniambia, Rich, simamisha gari. Alisema kwa sauti ya amri. Nilipaki pembeni, nikageuka kumtazama, akaniambia, mbona sikuelewi? Unanitania au nimeelewa vibaya? Sikutanii, hii ndio njia yangu ya kuonyesha penzi langu. Nimeona niongee kama utani tu, ili ukinikataa nisiumie sana. Maana najua umeshawakataa wanaume wawili waliotaka kuoa. Ni maajabu. Kweli sijawahi kuona mwanasheria kichaa kama wewe. Alisema hivyo huku sasa akicheka kwa kicheko kilichojaa mshangao. Nibaki kimya ili kuonyesha uzito wa maneno yangu. Alipotulia akanigeukia. Akaniambia, haya, rudi ulichokisema. Ukicheka tena nitajua unatania. Nikavuta pumzi, nikasema kwa sauti ya dhati. Nikasema, hii pete ni kwa ajili yako. Kama utaivaa, inamaanisha umekubali kuwa mchumba wangu. Tayari unajua nakupenda sana. Lizi, nataka uwe mke wangu. Najua maneno sio mageni kwako. Lakini kabla sijamaliza nilimuona Lizi akivaa ile pete. Nilijawa na furaha, nikashika mkono wake na kuubusu kwa mahaba. Nikamwambia, wow, imekupendeza sana. Nijua tu utakubali. Nilichokuwa nahofia kwamba pete haitakutosha. Basi niliendelea na masiara kama kawaida ili kumchekesha, lakini nilipomtazama usoni niliona machozi yakimtoka. Nikasema kwa sauti ya upole, Lizi. Hakunijibu, alinisogelea na kunikumbatia kwa nguvu, sasa akiendelea kulia. Nikamwambia, basi kipenzi, usilie sasa. Unaniambukiza hadi mimi nahisi kulia. Akaniambia, siamini Rich, nahisi kama naota. Nikamwambia, hauoti. Uko na mimi hapa. Lizi, wewe ni mwanamke wa ndoto zangu. Natamani kuamka kila asubuhi nikiwa pembeni yako. Nakupenda sana. Na sijui kama nitaweza kuishi bila wewe. Lizi aliniambia, Rich, hata mimi nakupenda sana. Hata sijui nimefanya nini kustahili mtu kama wewe. Nilimwomba Mungu. Nilijua atatenda, ila sikujua atanitendea kwa namna hii. Amenishangaza sana. Nimwambia, usilie sasa. Kumbe na wewe huo unaomba? Nisema kwa mshangao wa kutania tu. Akacheka kwa sauti ya upendo, akaniambia, sina uhakika kama wewe ni mwanasheria kweli mpaka nione vyeti vyako. Aliposema hivyo alisema kusasa akifuta machozi. Usiku huo tulikuwa na furaha sana. Tulirudi nyumbani tukafurahia chakula alichokuwa ameandaa kwa upendo. Tuliendelea kuzungumza hadi usiku wa manane. Tulichelewa sana kulala, wakubwa watakuwa wamenielewa lakini tulichelewa sana kulala kwa sababu muda mwingi tukua tunanyanduana kwa hali ya kisia zaidi. Sasa baada ya miezi 6 tulifunga ndoa takatifu kanisani, tena mbele ya ndugu jamaa na marafiki. Kisha ikafuata sherehe kubwa ya kifahari iliyofanyika ukumbini, ambapo mama yangu alisimamia kila kitu kwa moyo wake wote. Mama wake haya kwa kupenda sifa alihakikisha kila kitu cha kisasa. Alikodi wapishi kutoka Dar es Salaam na MC wa kimataifa aliyejulikana kwa kupamba sherehe kubwa. Ilikuwa ni harusi ya funga mwaka ise. Kila kona ya mji ilikuwa ni kijana wa Kaisiki anaoa. Mimi na Lizi tulisimama mbele ya madhabahu, tukashikana mikono na kuapa mbele za Mungu na watu kwamba tutapendana mpaka kifo kitakapotenganisha. Kiapo kile kilikuwa ni zaidi ya maneno, kilikuwa ni agano la mioyo miwili. Nilikuwa na uhakika nilimpenda huyu mwanamke kuliko hata maisha yangu yenyewe. Sasa mdogo wangu Joel alishiriki kwenye harusi kamilifu, akiwa amependeza na tabasamu usoni mwake. Aitupongeza kwa moyo mmoja. Na muda mfupi baada ya sherehe kumalizika, airudi kwake Dar es Salaam na undugu wetu haukuvunjika. Unajua sisi wanaume bwana,
huwa hatugombani ama kuwekeana vinyongo vya kipumbavu, hapana. Japo najua ingekuwa kwa mwanamke na mwanamke ingekuwa ni kipengele kidogo. Kwa hiyo baada ya harusi nilimkabidhi Liz duka langu la nguo ili alisimamie. Alikuwa na kipaji hicho katika biashara na kazi hiyo alimudu vizuri tu. Mwaka mmoja baadaye duka hilo sasa lilikuwa limepanuka, likawa pacha na lile la mama mdogo, akawa sasa wanashirikiana kwa ukaribu kama ndugu. Ndoa yetu ilitawaliwa na amani na furaha na kifani. Mama yangu alimpenda Liz kama binti yake wa kumzaa, na kwa upande wa kwao Liz walimpokea kwa mikono miwili. Kwa hiyo upendo uliotufunga kama familia moja ilikuwa ni kitu cha muhimu sana. Mahari niliyomtolea Liz haikuishia tu kuwa ishara ya heshima, ilitumika kumalizia nyumba yao. Walipaka rangi, wakaweka vigae, na mwisho yote ikawa bonge la nyumba ya kisasa tena yenye kuvutia sana. Mamangu alifanikiwa kutoka salama kwenye upasuaji wake, tukawa na amani. Kwa hiyo tulibarikiwa watoto 3 ndani ya ndoa yetu. Mpaka sasa hakuna aliyemzika mwenzake wala hata kuugua magonjwa makubwa, hapana. Sote bado tunadunda tukienzi kila siku kama zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa msikilizaji, mpaka hapa sina la ziada. Nadhani kuna vitu vingi utakuwa umejifunza. Kikubwa tu, hakuna aliyekamilika. Onyesha upendo wa kweli, na kama upo na mtu ambaye unaamini umpendi, mwache tu, usimzibie riziki. Mwache ili hata kama atumia, lakini ni bora ni ukweli ambao utakuwa na faida sana kwake. Na kama unaona kumwacha utamwacha kwa kumuumiza, kwa kufanya maamuzi haraka sana, basi omba ushauri kwa namna ya kuweza kupata nafasi, ama anza kuonesha tu kujiweka mbali. Lakini sio kuendelea kukaa na mtu ambaye unajua umpendi na unafahamu kabisa umpendi ila bado upo naye. Hapana, sio poa. Unajichelewesha mibaraka yako ya kuwa na mtu ambaye ni sahihi. Na unapoachwa pia usikasirike. Unapoachwa ndio njia ya wewe kupanda daraja. Yaani siku zote unapoachwa haushuki. Unapoachwa ni wewe unapanda ili kumfikia mtu aliye sahihi. Kwa hata kama kulia unaruhusiwa kulia, lia tu, lakini baadaye fahamu ya kwamba lazima, as long as uko hai unapumua, kuna mtu kwa ajili yako atakuja. Okay? Yes. Mwandishi ni Judith Kaunda, niliyekusimulia ni Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.